Ali, habari za asubuhi. Habari za asubuhi nzuri Juma. Vipi hali? Bwana salama kabisa, tuko na wewe live hivi sasa kupitia Crown Sports asubuhi hii. Na Ali, mjadala wetu ni kuhusiana na taarifa iliyotoka jana nyinyi kumfukuza coach ambaye amedumu hapo kwa muda mfupi sana, na imekuwa ghafla sana. Sababu kubwa ni nini, Ali? Sababu kubwa ni mwenendo wa timu. Uongozi wa klabu ya Young Africans umefanya tathmini kwa kushirikiana pia na benchi la ufundi, na tumebaini kuwa timu haina mwenendo mzuri, na hiyo ndio sababu ya maamuzi ambayo yamefanyika ya kumuondoa kazini Pedro Gonçalves. Mwenendo mzuri kwenye mazingira yapi? Performance ama matokeo? Klabu kubwa kama Young African Sports Club inapozungumza neno mwenendo wa timu inakuwa na hizo component zote. Kunakuwa na result, kunakuwa na performance, kuna management ya timu, kunakuwa na factor nyingi nyuma yake. Kwa hiyo sio issue tu ya matokeo, ni issue ya vitu vingi ambavyo vinazunguka klabu kubwa kama hii Yanga. Kwa hiyo mwenendo wa timu ndio imekuwa sababu ya sisi kufanya maamuzi hayo, na tunaamini maamuzi sahihi kwa ajili ya maslahi mapana ya klabu yetu Young Africans kuweza kufikia target ambazo tumejiwekea msimu huu. Ni wakati gani mligundua vitu haviendi sawa sawa kwa coach, hasa kwenye hayo maeneo uliyoyataja? Tunafanya performance ya analysis ya timu yetu kila inapoitwa leo, kila mchezo unapokwisha, kila mchezo mwingine unapokuja, tunakuwa tunafanya performance ya timu na tunakuwa tunaona timu inatoka wapi, inaelekea wapi, na panapotakiwa kuchukua maamuzi basi tunachukua maamuzi hayo katika wakati sahihi kabisa, tukiwa tumejiridhisha na vitu vyote kwamba hili haliwezi kubadilika mpaka tutakapobadilisha mtu. Kwa hiyo tunaamini haya ni maamuzi ambayo yanakwenda pia kuiongezea nguvu zaidi klabu yetu ya Yanga kutoka hapa kwenda kufikia malengo ambayo tumejiwekea msimu huu. Na maamuzi yenyewe mliyafanya lini? Jana baada ya mechi ile, kwa maana ya kuona kwamba sasa tunaachana na huyu mwalimu, ama ni katika kile kikao cha mwisho ambacho mlikutana na benchi lote la ufundi? Taarifa tumetoa jana, maana yake decision imefanyika jana. Hicho kikao chokizungumza ni kikao cha tathmini nyingine ambao kilifanyika, na solution ya kikao kile kwenye baadhi ya maeneo yanayohusu timu ilikuwa ni kuliboresha pia bench la ufundi, kuongeza mtu mwenye uzoefu na ligi. Kwa hiyo usichanganye vitu hivyo viwili. Ndio maana mwanzoni nilikwambia tutafanya team performance analysis kila inapoitwa leo, kila mchezo unapoisha, kila mchezo ujao unapokuja, napata nafasi ya kukaa na benchi la ufundi na kaa nayo kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa timu yetu. Kwa hiyo maamuzi yamefanyika jana taarifa ilipotoka, na hayo mengine yalikuwa na maamuzi mengine wakati vikao vinafanyika. Lakini mlipofanya tathmini ya kiufundi mkagundua, Ali, kwamba tatizo sio mwalimu moja kwa moja, mnahitaji kumuongezea mtu pale, na mkamleta mwalimu kwa ajili ya kumsaidia. Na hapa kwenye studio zetu ulikuja ukasema kwamba tathmini ilikuwa ni mechi za ugenini, na mkafanya maboresho na mkaanza kupata matokeo kwenye hata hizo mechi za ugenini mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Sasa hapo tatizo la kocha mkuu moja kwa moja ilikuwa ni nini, kama nyinyi tathmini yenu ya kwanza ilionyesha kwamba mnahitaji kumuongezea mtu wa kumsaidia na mkamleta mtu? Na uzuri umeongea vizuri hapo kwamba tathmini yetu ya kwanza ilionyesha kwamba tunahitaji tuboreshe mtu, na tukakubaliana na benchi la ufundi kwenye kuboresha hilo kwa kuleta mtu mwingine. Na hata tathmini nyingine inayofanyika huwa tunashirikisha benchi la ufundi kwenye performance za timu yetu, tunaangalia wapi tunaweza tukaimprove zaidi. Kwa hiyo maamuzi yanayofanyika kipindi cha nyuma yalikuwa maamuzi sahihi kwa ajili ya kuimprove timu yetu, na maamuzi yanayofanyika jana pia ni maamuzi sahihi kwa ajili ya kuimprove timu yetu. Hakuna jambo lilofanywa hapo pasina kufanyika tathmini nzuri kuja kuwa na solution. Inawezekana ukafanya kikao leo kwa ajili ya kutibu tatizo fulani na ukatafuta dawa ya leo, then ikafika wiki fulani ukapata solution nyingine ya kutatua tatizo hilo. Kwa hiyo nimekueleza vizuri mwanzo kwamba ukisikia mwenendo wa timu kwa klabu kubwa kama Yanga huwa tunakusanya component nyingi. Wewe unaweza kuona Yanga imeshinda, Yanga inapata magoli, lakini sisi tunaangalia pia performance ya timu, au tunaweza kudominate mechi zetu. Tunakuwa proactive kabla tatizo halijakuja. Unapokuwa unacheza mechi, unaangalia mpinzani ambaye unacheza naye, unampa heshima yake, lakini unaangalia performance ya timu yako na unaanza kupata maswali na kupata
namna gani unaweza kuimprove kutoka hapo kuelekea eneo lingine. Kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika jana yanahusu performance analysis ya timu kwa kipindi cha hivi karibuni, baada ya kufanya tathmini ya mzunguko wa kwanza ambao tulifanya pia na benchi la ufundi. Si mara ya kwanza mnamuondosha mwalimu tena mkiwa mnaongoza ligi, mkiwa kwenye position nzuri na hasa kwenye eneo la kupata matokeo. Hii inatoa tafsiri gani ya moja kwa moja? Mnachokitafuta mjakipata kwa walimu wote ambao mmekuwa mkiingia nao makubaliano na kisha mnawaondosha kwa muda mfupi? Sisi tunatafuta mafanikio kwenye klabu yetu. Tunatafuta achievement, tunatafuta success. Miaka yote ambayo unaisema na mifano ambayo nataka kuitoa hapo, end product yake ilikuwa ni success kwa Yanga. Walimu ambao tumeachana nao ni walimu nafikiri wanaweza kufika labda watatu kama kumbukumbu zangu ziko sawa, lakini katika walimu wengine wao walipata maslahi sehemu nyingine wakaondoka. Hawa ambao tumeachana nao mwisho wa siku tulichokuwa tumekidhamiria kama taasisi in terms of success, mafanikio tulipata. Kwa maana yake kile decision inayofanyika hapa, decision inayolenga timu ikapate mafanikio end of the season. Kwa hiyo haijalishi wamekuja walimu watatu wameondoka, wamekuja walimu wawili wameondoka, wamekuja walimu 10 wameondoka, end of the season timu inakwenda kuachieve kitu gani? Ndio viongozi wa Young Africans tunatazama hapo. Sasa mfano kama hili Ali, nyinyi mlikuwa mmeshaanza kuona kwamba mwendi kuwa na mwisho mwema, kwa sababu tayari timu inaongoza na sisi tunaamini end of the season club inatakiwa iwe bingwa, yani achievement ya timu ni kuchukua makombe, na mko kwenye mwelekeo sahihi mkiwa na kocha. Mlishaona kabisa mwendi kumaliza salama? Ni wewe uko studio hapo unaona ni mwendelezo sahihi na timu inaweza kwenda kuchukua ubingwa. Tukifungwa kesho, tungepoteza mechi inayofuatia, ungekuwa wewe tena hapo studio kusema Yanga ipoteza mwelekeo, inakwenda kuangusha kombe lake. Kwa hiyo mwisho wa msimu ya jukumu hili ni viongozi wa Yanga na wana Yanga wenyewe kutafuta success yao end of the season. Wewe jukumu lako ni kuichambua timu na kutangaza mwenendo wa timu yetu unapokwenda. Lakini tunachokiona mbele, nini nataka tukitafute kwenye msimu huu, ni sisi viongozi na wanachama wetu ndio tunapambania klabu yetu end of the season tunakwenda kuachieve kitu gani. Kwa hiyo wewe ukikaa ukiona kwamba tuko sawa, tunakwenda vizuri, tunaamini wewe pia kesho unaweza kukaa na kuanza kusema kwamba timu imeshuka, haipati matokeo, timu inapoteza ubingwa, utakuwa ni mtu mmoja. Lakini sisi tutakuwa hatuna room ya kusema kwamba timu imeshuka, tuna compromise kitu fulani. Sisi mara zote tunapimwa kwa success, na success inatafutwa kwa tathmini zote zinazohusu taasisi yetu. Na mwalimu sasa anayeshikilia nafasi kwa sasa, mwalimu Ali, na anakwenda na timu mpaka mwisho wa msimu, ama mtamuongezea mtu hapa katikati? Taarifa tumetoa jana Juma iko very clear kwamba kutoka sasa hivi mpaka mwisho wa msimu timu itakuwa chini ya Molin na Patrick Mabeji. Hawa wana operate kama co-coaches, sio kocha mkuu na kocha msaidizi. Okay. Hawa wana operate kama co-coaches kama ambavyo klabu nyingi Afrika na bara Ulaya zinafanya hivyo. Kwa hawa wawili wana operate kama co-coaches na wataishika timu yetu kutoka sasa mpaka mwisho wa msimu, na tunaamini wanatosha kwa nguvu na support ambayo tutawapatia na wanachama watawapatia kwenda kutupa success tunaoitaka mwisho wa msimu. Ali, tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi. Shukrani sana. Asante sana, manake nafasi ya ukocha sasa pale uko wazi. Makocha kama kina Jemedari wataomba pale kazi, watu watapitia CV zao, basi waone kama wanaweza kupata chochote kitu pale. Umesoma taarifa lakini au wewe ulikuwa unauliza tu? Taarifa Yanga inasemaje? Uongozi wa klabu ya Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma wa kuwa umemfukuza kazi kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Pedro Goncalves bla bla bla. Katika kipindi hiki kitakuwa chini ya uongozi wa kocha, timu itakuwa chini ya uongozi wa kocha Abdihamidi Mwalim. Si mpaka mwisho wa msimu mtaomba sasa, watu wanaomba kazi, msimu ukianza upya wanaanza na kocha mpya, watamleta kocha. Sasa mbona unasema sasa hivi kuna nafasi? Maana yake sasa hivi kwani yani maombi yanaanza kutumwa. Nafasi haipo sasa, haipo wazi sasa hivi, lakini maombi yanatumwa. Juma, watu waombe nafasi yako uliokalia hapo. Sasa unadhani watu watasubiri mpaka msimu uishe? Yaani msimu ukiisha ndio watu wanaanza kuomba kazi? Kwani kuna nafasi?
Katoka mtu jemedari. Katokaje bana? Na hapa alikasema kwamba wale ni wanashika tu timu lakini sio kocha mkuu. Kwa hiyo Jessica na jemedari mna mategemeo kwamba mwalimu anaweza kupewa timu. Mimi usiniweke kwenye hilo kundi. Mimi nimesema kwamba kwa mujibu wa hali hapa alichokizungumza ni kwamba wale sio makocha wakuu, wale wanashika timu kwa sasa mpaka mwisho wa msimu. Manake ni kwamba kuna uwezekano akawepo kocha mwingine au akawa wale wale, lolote linaweza likatokea. Kwanza wana sifa? Jibu ndio wana sifa. Okay. Si ndio? Ndio kocha wakuu. Wote wale Mwalimu na Mabedi. Sawa, wanazo hizo sifa. Mabedi si ndio alichukuliwa sio Malawi? Mabedi. Si ndio? Afundisha national team ya Malawi, akaletwa kufundisha Kaizer Chiefs. Mwalimu huyu si ndio yule alikujaga alifundisha Azam, afundisha KMC, si Msomali wa kutoka Marekani, sio? Alafu akakosa na hivi karibuni ziliibuka story. Akakosa sifa ya leseni A ya CAF akasoma. Sawa? Maana yake leseni A ya CAF anayo. Na hivi karibuni ziliibuka story kwamba amejoin bench la Sead Ramovic Algeria kule. Twende kidogo. Mimi nataka kuonyesha kwamba nafasi haipo. Yaani nafasi ishajazwa. Kwa sababu wakati analetwa mwalimu, kumbukeni ile press release kwamba Yanga imeona kwamba timu imekosa falsafa, sijui ameleta mtu ambaye anajua falsafa atasaidia, labda tukahoji hapa kwamba falsafa ya timu anapaswa ijue nani au falsafa ipi inapaswa kuongoza, ya mwalimu mkuu au mwalimu msaidizi, kwa sababu wale alikuwa anakuja kama mwalimu msaidizi. Lakini ukisoma yale maelezo yalikuwa pale, it was like huyu ndo anakuja kuchukua timu, na tulisema hapa tukaonekana kwamba sivyo. Mimi nataka kuamini kwamba mwalimu hakufukuzwa jana. Since the day waliposema bwana huyu aje kushika hapa, kule ndo alikufukuzwa mwalimu. Jana ilikuwa ni same kama mimi naweza nikakubaliana na wewe jemedari, kwa sababu na isingeweza, yani tusingeweza kufika mwisho. Okay, sawa. Isingefika mwisho. Tukiwa na makocha ambao wote wakubwa. Ndio. Sawa. Na mimi nilihoji kwamba Pedro ni kocha wa namna gani? Unaletewa kocha mkuu yuko hapo afu anamekabidhiwa majukumu ambayo yanafaa kuwa ya kocha mkuu, na wewe upo kama kocha mkuu. Sasa Jimmy, you can survive. Kia Ali pia sasa itatusaidia wachambuzi hapa tunapomchambua kocha hapo, na maelezo haya ya Ali na tusaidia. Ashrafu, wewe ndio tulikatisha wakati tunakwenda kwa Ali na ukawa unajaribu kuzungumzia situation ilivyokuwa, umemsikiliza pia na Ali. Kamwe. Tuendelee sasa ili mjadala ushakuwa wazi sasa. Na watu tuandikieni kwenye mitandao yetu pale maamuzi yaliyofanyika, unaona yako sawa sawa na wewe ulikuwa unaiona Yanga kwamba haiperform? Ndo naendelea pale nilipoishia juu kwamba mimi nilizungumza hapa kwamba ujio wa huyu mwalimu moja kwa moja unakupa ticket kwamba Pedro Goncalves hawezi tena kuendelea na timu. Ndio. Lakini it is a matter of time tu, wanamvutia kasi waone wapi anatakiwa kwenda kuondoka. Ndio. Ninakwambia timu kubwa kama ilivyokuwa Yanga always wenyewe wanataka kushinda kwa ushawishi. Sio kushinda tu kupata matokeo. Kama jana, yani alama ni 3 alafu lakini timu ambayo inashuka daraja inatokea sometimes uweze ukashinda kila mechi kwa ushawishi. Sawa. Lakini tukiangalia kwenye huu msimu kuna mechi nyingi Yanga pia hajashinda kwa ushawishi. Sawa? Na nikasema hivi, tunaweza tukawa tunakubaliana hapa kwamba hii Yanga ambayo msimu huu imefika hapa ilipo, ikienda kubeba ubingwa itakuwa ni miongoni mwa msimu ambao wamestruggle zaidi kwenda kubeba ubingwa ukikompea na misimu mitatu nyuma iliyopita. Ashraf, pause kidogo. Msimu uliopita ku struggle Yanga. Haikuwa comfortably. Unaelewa, lakini nimesema inaweza kuwa miongoni mwa misimu. Huoni kwamba hapo ni issue, kuna pattern inaanza kujengeka ambayo it goes beyond the coach. Kwa maana kwamba msimu uliopita walihitaji mpaka siku ya mwisho kushinda mechi ya mwisho ile kutoa ubingwa. Ndio naendelea na ile siku najua unaendelea. Mimi nataka kukuchallenge kuwekea tuwazo lingine na wewe utatupa majibu. Kwa hiyo ukiangalia kama wali struggle msimu uliopita na msimu huu wanaonekana wana struggle, huoni kwamba inawezekana kuna dynamics zingine ambazo ziko nje tu ya uwezo ama kitu ambacho anakifanya mwalimu? Kuna vitu vingi hapo kamanda ambavyo vimepelekea timu pia kuwa ina struggle kwenye msimu. Tutagusia kwenye issue ya usajili ambao ulifanyika, na hiyo issue ya usajili sio issue ya kocha, ni issue ya viongozi ambao walidili na usajili. Tumewahi kukaa hapa tukawa tunazungumza kwamba katika msimu ambao Yanga kwenye eneo la usajili
hajafanikiwa kwa kiasi kikubwa ni pamoja na huu msimu, kwa sababu msimu uliopita yes walistruggle, lakini kwenye dirisha kubwa la usajili walienda kuleta wachezaji ambao walikuwa naamini kwamba inaweza kuwa proper replacement na kuwatoa pale walipo kuwapeleka next level. Tunakubaliana kwenye hichi kipindi cha misimu mitatu iliyopita au misimu minne ambayo Yanga alikuwa anakuwa bingwa kwenye ligi, alikuwa anashinda ligi, lakini pia unaangalia mpira unasema yes, hii ni timu kubwa ambayo inashinda kwa ushawishi. Ilianza kuonekana ni changamoto kwa Yanga kwenda kubeba ubingwa, wana struggle kuanzia msimu uliopita, na ndio maana kwenye dirisha kubwa walifanya usajili wa wachezaji wengi kwa ajili ya kwenda kufix team. Haikufanikiwa kwenye ule usajili. Wachezaji wengi ambao walisajiliwa kwenye dirisha kubwa walikuja wakaachana. Kwa hiyo kwenye sababu moja wapo ambazo zimepelekea timu kudrop kwa kiasi ukikompea na ile Yanga yenyewe ya msimu uliopita, ni pamoja na usajili ambao ulifanyika kwenye dirisha kubwa, sawa then baadaye akaja kocha mwingine ambayo ni huyu Pedro. Kwenye matatizo ambayo wao wenyewe Yanga wanayaainisha yamepelekea mpaka leo kuja kuachana na huyu kocha, ni pamoja na performance. Sio kwamba hawashindi, wanashinda na wanaenda hata kubeba hiyo. Ni kweli issue ya performance, ni kweli. Ndio nakwambia hivi, kwenye hiyo msimu unajua kuna vitu viwili. Kuna opponent wako pia kuwa wamepanda ubora, wanakuchallenge kama ilivyokuwa Simba. Tumeona kwenye dirisha dogo wamefanya usajili ambao unaonyesha ushindani. Sasa umeona kwenye hizo dabi 2 au 3 ambazo wamekutana, Yanga hajafanikiwa kuondoka na alama 3. Sawa? Manake pia hata Simba nao wame-upgrade, wana uwezo wa kuwa challenge Yanga. Sawa? Lakini tunaiangalia Yanga pia ikicheza na timu za daraja la kati ambazo tunajua hata hizo timu za daraja la kati hata kama zikiwa zime-upgrade vipi, bado Yanga itaendelea kuwa bora. Sasa tukirudi kwenye msimu tuangalie mechi ambazo Yanga wamecheza na hizo timu za daraja la kati. Tuanze tu na jana, mtu ashajifia. Unaelewa? Timu ambayo struggle jana. Timu ambayo imecheza game 21. Jana ilikuwa ni mechi ya 21, si ndio? Ndio. Game ambayo timu ambayo imecheza mechi 20 na alama 9 inaenda kucheza na Yanga. Hata kama tuseme kwamba dabi ilikuwa imewachosha, wanaweza kufanya rotation. Wale wachezaji wengine wa Yanga ambao walipata nafasi ya kucheza, ulikuwa unatarajia kwamba wataenda show up kwenye mechi kama ile. Unanielewa sasa? Lakini timu ni kweli inashinda, but unaona mazabe. Hicho ndio kitu ambacho wao wamekihofia. Lakini sasa hivi kwa mechi ambazo zimesalia, wanaona okay, Molin anaweza kufanya kitu. Na tunaweza tukakubaliana kabla ya ujio wa Molin pia kuna utofauti kidogo umeonekana baada ya Molin kuja. Yes, kuna kitu kimeongezeka. Sababu gani? Kwenye ripoti ambayo alikuwa anaielezea kocha, si ndio? Kwa mujibu wa Alikamwe, alikuwa anasema kwamba timu ina struggle kupata matokeo away. Ndio. Si ndio? Baada ya kuja Molin pia tumeona kuna improvement, at least timu inacheza. Sio kama zamani ilikuwa ichezi. Yaani inacheza. Na wao wameshinda hizo mechi pia. Yes, wameshinda. Sijui nani. Yaani mimi sikubaliani kwamba hakuna mabadiliko au hamna kitu ambacho Molin amekiongeza kwenye timu. Ashraf, mimi nataka ni kuuliza swali, lakini mtu yeyote anaweza kujibu, hata yeye Juma. Hivi timu kustruggle hasa ni nini? Mtu anaposema kwamba timu inashinda lakini ina struggle, inapambana mno, inawezekana haipati matokeo kwenye njia ambayo imezoeleka. Yani tunazungumza kwenye, mimi nataka tujaribu kuangalia kuangalia hii issue ya timu ku struggle with facts. Sawa kabisa. Mechi ya kwanza ya Roman Falls, sio Roman Falls, Pedro. Ilikuwa ni dhidi ya Mtibwa. Sio? Ndio. Yanga anashinda 2-0. Baada ya hapo akaja KMC akachukua 4-1. Akaja Sfarabati akachukua 1-0. JS Kabili wakatoka 0-0. Fountain Gate kafungwa 2-0. Coast Union kafungwa 1. Mashujaa akachukua 6. First defeat ni dhidi ya Ahli, ambayo hiyo Yanga ingetokea tu ugenini, hata kocha angekuwa Luis Enrique, Ahli ugenini atakufunga tu. Sawa. Baada ya hapo wanatoka draw tena, wanakutana na Dodoma wanamfunga 3-1. Wanatoka sare na Ahli nyumbani. Wanakwenda wanafungwa na Farabat 1-0 ugenini. Wanamfunga JS Kabili 3. Wanamfunga na Mungo 1. Wanamfunga JKT 5. Wanatoka 0-0 na Simba machi 1. Wanamfunga Singida 3. Wanamfunga Prisons 1 kwa tabu. Tuanze basi taratibu. Wanatoka sare ya 0-0. Kwa Yanga si ni timu tu. Kwa hiyo Yanga lazima ifunge tu kwa, yani wakiingia kiwanjani wafunge tu goli. Kwa Yanga timu yao imekuwa ni Real Madrid. Wakatoka hakuna level si moja tu, wakatoka draw PSG hao wanacheza wanafunga watu, lakini wanatoka kwao 2-2 na klabu ndogo tu.
Na wakija huko Champions League wanafunga watu. Na sometimes wanafungwa. Kwa hiyo hakuna timu ambayo wanacheza mpira mkubwa. Mpira mkubwa unakuaje? Huko kwenye mpira mkubwa tutajadili pia, tujiulize. Na hata watu wanaotusikiliza pia watuambie hivi mpira mkubwa ni upi, mpira mdogo ni upi, mpira wa size ya kati ni upi. Lakini hapa tuangalie matokeo haya. Azam wakatoka naye bila. TRA wakatoka naye bila. Mtibwa wakatoka naye 1-1. Unaona unaanza kuona hapo sasa. No, sawa. Wao usipate tabu. Wakamfunga Prisons 3, wakamfunga Young na Pamba 3, wakamfunga Mbeya City 6. Ndio. Wakatoka draw. Hapo Mwalimu kashakuja sasa. Juma. Wao usipate tabu. Hata Mwalimu angekuwa na timu kuanzia mwanzo, asingefunga watu goli 7-7. Mpira huo haupo. Na tutaangalia kabla Mwalimu hajaja. Kwani anakuja mara ya kwanza? Yanga alikuwa ashinda anakuja mara ya kwanza. 6. Sawa. Twende taratibu. Akatoka 2-2 na Simba, of which mimi personally ukiniuliza Pedro alifanya kazi nzuri sana ya kufacilitate ile sare. Wanamfunga KMC jana 1-0. Sasa ndio kwa tabu. Swali lingine, Mwalimu amekuja lini? Nani anaweza kunikumbusha tarehe exact? Hii mara yake ya pili. Wewe subiri, tutakwambia sisi wote, tutaangalia 23. Machi 23 Toka. Kwa hiyo Mwalimu, hiki kinachoitwa mabadiliko kwamba Yanga imeanza kubadilika ni kuanzia Aprili 4. Ndio. Sawa, ambako Yanga imecheza na Prisons ikashinda goli 3, Pamba kafungwa 3, Mbeya City akafungwa 6. Sare ya 2-2 na Simba 1 na Kidondoni. Sasa turudi kabla hapo timu imefunga goli 16. Turudi kabla ya Aprili 4. Sawa, kabla ya Aprili 4 Yanga ishamfunga JKT 5, ishamfunga Singida 3, ishafunga wanajeshi wengine wale wa Kigoma 6. Mashujaa 6, imemfunga JS Kabylie 3, imemfunga FAR Rabat ambaye amefika finali 1-0 na FAR Rabat kwake akashinda kwa tabu. Kwa hiyo imetoka sare na Ahli. Sawa. Kwa hiyo mtu akiangalia tu matokeo kwenye hizo mechi za sare, timu ilikuwa na possibility ya kushinda. Hizo mechi za sare, kama mechi ya sare na Ahli ilikuwa na possibility ya kushinda. Hapa hivi. Iliyochezwa Zanzibar. Yanga walikuwa wanashinda mechi. Kivipi? Yaani angekuwa Mwalimu angefanyaje ili timu ishinde? No, tulikuwa tunaangalia ile mechi wote jamani. Hata kuna baadhi ya subs ambazo Mwalimu huyu wa Yanga amekuwa akikosea kufanya jemedari. Hata ile mechi Juma Boka bali sababisha goli ni mtu ambaye alikuwa ameshachoka kwenye ile mechi. Mimi ngoja kwanza tuangalie katika upande mwingine. Labda kuheshimu watu. Mngeniruhusu hii hoja yangu. Malizia kamanda sasa. No, mimi nataka kujenga hoja general tuijadili. Sawa? Ndio. Kama tunakubaliana kwamba Mwalimu kazi yake rasmi effectively ilianza manake amekuja Machi 20 ngapi? Kwa hiyo mechi yake ya kwanza ilikuwa ni Aprili 4. Kwa hiyo you guys, mtu yeyote anakuambia kwamba Mwalimu amebadilisha kitu, maana yake ni kwamba kocha msaidizi amefika kwenye timu alafu ndani ya wiki akaleta badilisha timu. Lakini hayo mabadiliko ndani ya wiki, yani haya matokeo tukiangalia, tukirudi huku nyuma, Yanga amewahi kupata matokeo chini ya Pedro. Kwa hiyo in all reality hakuna kilichobadilika. Ni vile tu. Na yako ni kwamba kocha ameonewa. Kwa kumtoa. Yes, na hicho unachokiita kustruggle kwenye hizi kwenye hizi mechi 3. Azam, TRA na Mtibwa. Haya ni matokeo ambayo angalia msimu huko kwenye wakati gani. Sawa? Angalia huyu Azam walikuwa wanatafuta nini, au TRA au Mtibwa wakati huo. Kwa hiyo yani kustruggle kwenye mechi specific ambayo inachezwa mwezi wa 3, msimu unaelekea mwishoni, you cannot call that kustruggle kwa sababu ya kocha. Lakini mind you, Kamanda, tuangalie sorry, namalizia kitu kimoja. Mind you, tuiangalie Yanga ilivyo sasa hivi. Sawa? Wachezaji wake bora, muangalie Pacome, muangalie Maxi, muangalie Jigi Diara, sawa, muangalie Dio Kabuya, muangalie Ibrahim Bakari Mwamnyeto, Yao Kwasi. The best performing players wa Yanga bado wanabaki wale ambao wamekuwepo 3, 4, 5 years back. Sawa? Kwa hiyo kuna mchango mdogo sana wa wachezaji wapya kina Damaro hawa, nani mwingine, Depu, sawa, sijui utamtaja hapo Buba. Kwa hiyo Okelo,
Lassine Kouma. Katika hawa wote wachezaji wapya, mtu ambaye kidogo anaanza kuwa consistent. Buba umemtaja? Buba nimemtaja. Ni okay. Huyo Buba kocha kaenda kumleta yeye kwa kuaminisha viongozi kwamba na Depu pia ambaye tunaambiwa ni mshambuliaji bora. Kamleta kocha huyo. Kwani hao wengine wanaletwa na watu hapa na wanatoka hapa wana lolote. Wanaletwa na makocha. Umeelewa Jemedari? Usichague mchezaji kaletwa na nani. Analetwa, anapendekezwa. Watu klabu ndio inamsajili baada ya kujithibitisha kwamba huyu ni mchezaji bora. Wanamthibitisha. Viongozi wanakuuliza, "Are you sure huyu jamaa atatusaidia?" Unamthibitishia. Sasa viongozi wanapoleta wachezaji, si wanaulizwa na wanasema ndio, na wakija hapa inakuwaje? Unaelewa? Kwa hiyo inakuwaje? Kwa sababu wachezaji wote hawajaletwa na mwalimu. Kwenye dirisha dogo ambapo walipewa nafasi ya boresha timu ili timu perform. Tunasema hivi, tunakaa hapa tunaambiana, huyu fulani ndo kamleta, huyu brain of Africa, brain of football, tunawasifia watu. Wachezaji wakianza kuwa wabovu, watu wanakataa majukumu yao. Sawa? Sio mwalimu tena. Tunaona watu viongozi wanasafiri wanaenda kuchukua mchezaji. Na akija hapa hamna kitu. Sawa mzee? Kwa hiyo wachezaji wote tukubaliane. Sawa? Two-way traffic. Sio upande mmoja tu kwa mwalimu tu. No. Wachezaji ambao bado wamebaki kuwa best performance kwenye timu ni wale ambao wamekuwepo muda mrefu. Meaning kwamba kuna mchango mdogo sana wa wachezaji wapya. Kwa hiyo yani hii ni timu ambayo ukisema ina struggle, sababu kubwa ya kwanza ya kustruggle ni kwamba timu bado ina damu za wachezaji ambao wamesajiliwa kutoka nyuma, ambao hawa sawa wanatumia nguvu kubwa, lakini hawa ndio wanabaki kuwa wanaibeba timu. Hiyo hoja ilianza nayo waka wa mbele. Kosa la kwanza imewashika ni msajili ambao kuna mahali ambapo umekwama, lakini pia